kuhusu damu ya Yesu, nguvu za damu na nguvu zilizo ndani ya damu ya Yesu. Kwa wale ambao pengine hawakuwepo, hatutakwenda katika zile series tulipita nyuma, bali tutakwenda straight katika jinsi ya kuitisha ama jinsi ya kuitisha damu ya Yesu. Msomaji tutamsomea kitabu cha Mhubiri ule mstari wa 10. Mhubiri 10 mstari wa 15. Nitakapokuwa mwepesi pia mimi mwenyewe nitasoma. Ikiwa umefika, naomba usomee Mhubiri 10:15. Tulianza nayo wakati ule tulipokuwa tunaanza. The river of fools, where is them? For they do not even know how to go to the city. Neno linasema kazi ya mpumbavu humchosha mwenyewe, hajui njia iendayo mjini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mpumbavu huchoshwa na njia zake kwa kuwa hajui njia iendapo kwenye mji. Bwana Yesu asifiwe. Kunao mji ambaye anaujua mji ule, anajua faida ya ule mji, anajua haki za ule mji, lakini hajui vipi atauendea. Basi siku ya leo sijasema kwamba sisi tutakuwa ni wapumbavu, lakini kati yetu tumejua kuhusu damu ya Yesu Kristo, tumeisikia damu ya Yesu Kristo, lakini kuiitisha ama kuitumia damu ile hatujajua tutaitumia. Tutakuwa tumefananishwa na yule mtu aliyeujua ule mji, akawa anajua faida za ule mji, lakini kuendea ule mji sasa akawa anashinda. Bwana Yesu asifiwe. Hichi ndicho ambacho kitatupata sisi kati yetu tulio mahali hapa siku ya leo. Tutaiitishaje damu ya Yesu Kristo ama tutaitumiaje damu ya Yesu Kristo? Damu ya Yesu Kristo tumeiona kwamba ina uwezo, ina nguvu. Ina nguvu ya uhai na uzima ndani yake. Ina nguvu ya utakaso, ina nguvu ya uhai ndani yake. Sasa nitawapa vipengele kama sitavitaja, lakini nitawapatia vipengele ndani yake, kwa sababu ukivitaja baadaye tutataka mjue ni vingapi, kwa tuna bado series inaendelea. Lakini nitawapatia vipengele ambavyo vipengele hivi vinatuonyesha jinsi tutakavyoitisha damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ni lazima ujifundishe kuitisha haki zilizo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Kipengele cha kwanza, ni lazima tuitishe haki iliyo ndani ya nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kumbe kuna haki zetu ndani. Kuna haki ambazo tutazipata katika ile damu ya Yesu Kristo. Kuna haki za kiroho na kuna haki za kawaida. Sasa ili upokee kilicho ndani ya damu ya Yesu Kristo, upokee haki ya uzima. Maana tumefundishana tukasema kwamba damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya uzima na afya. Sasa ili upokee haki ya uzima, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haki ya uzima ni uponyaji. Utakwenda mbele za Bwana useme napokea uponyaji kutoka katika haki na katika uzima ulio ndani ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haki nyingi ambazo zimepotea kwetu, lakini hatukuwa na ufahamu vipi damu ya Yesu Kristo tunaweza iitisha tukapata haki zetu zilizopotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano, tulio mahali hapa wengi tumeoa, tumeolewa. Kuna haki za ndoa. Je, haki ya ndoa ni nini? Ili uitishe
haki yako katika uzima, katika uhai ulio ndani ya damu ya Yesu Kristo. Mwanamke haki yake ya ndoa ni kutunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima upokee kutunzwa kutokako katika uhai wa damu ya Yesu Kristo. Uitishe damu ya Yesu Kristo ili uweze kukupa afya, ikupe uzima ili ukaweze kutunzwa. Ndoa ina sheria, ama ndoa ina serikali yake. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tumepoteza ndoa zetu. Hatukuzipoteza kwamba watu wametengana. Adui alikuja akapendua serikali ya ndoa. Serikali ya ndoa inapenduliwa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Serikali ya ndoa inapenduliwa kwamba Mungu ameweka amri kwamba katika ndoa mwanaume ndio anakaye kuwa kichwa. Kwa kuwa mwanaume ndio kichwa cha mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Tutaipata katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 11. Ukisoma 11 mpaka nao chini, fike nao chini, itakuonyesha kwamba mwanaume ni kichwa cha mwanamke. Naye Yesu ni kichwa cha kanisa. Sasa ndoa hupenduliwa vipi? Ama serikali ya ndoa hupenduliwa vipi? Serikali ya ndoa hupenduliwa kwa mwanaume kukoseshwa haki. Anakoseshwa haki na adui, ananyimwa kazi. Akinyimwa kazi, mama anapewa kazi. Sasa adui njama yake anataka kuifanya nini? Kuipendua ile serikali. Anampa mama kazi, bwana anakuwa hana kazi. Sasa katika misingi na amri ya Bwana ni kwamba Bwana awe kichwa ili baraka zake Mungu ziwe zitaflow ndani ya familia. Lakini sasa mwanamke akipata kazi, mwanamke akiwa atakuwa juu, maana ana mamlaka ya fedha na mamlaka ya kufanya mapenzi ndani ya nyumba, sio mapenzi ya kimwili lakini mapenzi ya kurekebisha vitu ndani ya nyumba, anakuwa yeye anakuwa juu. Sasa ile ndoa itakuwa imefanya nini? Imependuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hili, wewe mama utakayesimama ukakuta kwamba bwana wako hana uwezo, lakini wewe uko na uwezo, wewe ndio unakidhi kila kilicho ndani ya nyumba, wewe unasimamia kila kitu, ni wewe usimame uirekebishe ndoa hii katika kuomba haki. Kwamba sisi tumeambiwa kwamba wanaume tuwapende sisi wake zetu, lakini wake zetu watutii sisi. Sasa wewe uombe utiifu ulio katika haki yako, ambayo itakuwa haki yako ndani ya damu ya Yesu Kristo, ili upate utiifu. Utakapokuwa utapata utiifu, yule mume ataanza gradually kupanda mwenyewe juu. Hata kama adui atakuwa amembana, kwa kuwa umeomba utiifu, na sheria ya Mungu inasema kwamba mwanamke lazima atii yeye. Akitii yeye, mwanaume anakuja automatic juu. Hata kama alikuwa adui amefunga kazi zake, amefunga mambo yake, yale mambo yataanza kufunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna waume wengi wameishishwa pesa za chakula, pesa pengine mtoto anahitaji vitabu nini, amekosa na ama hata mfanyikazi anakuja anamwambia dadi, nimekuja, kuna pesa za sabuni, hakuna sabuni. Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa yeye amekaliwa, hana fedha, hana njia, anabidi amwambie, amtume yeye kule, lakini yeye anasema natoka nje, wewe unaenda kumwambia. Mfanyikazi akienda kule atafanya nini? Atapewa. Lakini hiyo ni kwamba ile serikali imependuliwa. Bwana Yesu asifiwe. So kunazo haki ambazo haki zile zipo katika damu ya Yesu Kristo. Haki ya kwanza tutakayoipata, tunaipata katika msalaba. Katika msalaba, njia ya msalaba imetupa haki. Sasa sisi tukazitafuta haki zetu katika njia ya msalaba. Kuna siku moja hapa nilijaribu
kueleza kidogo tu kwamba kunazo njia ya msalaba. Ndugu zetu wa Katoliki wengi wakati wa Pasaka kubeba msalaba, wakatoka kwa march nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mkristo ambaye bado hajakomaa, akiona vile, akisikia njia ya msalaba, atakuta ile ndiyo njia ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alibeba msalaba akaenda mpaka Golgotha, akafanya nini? Akasulubiwa. Lakini ipo njia ya msalaba. Mungu akituwezesha tutakuja simama katika njia ya msalaba, tufundishane njia ya msalaba iko vipi. Njia ya msalaba ni pale kila kituo Yesu alipokwenda na kumwaga damu. Alimwaga damu mahali. Sasa ile ndio njia ya msalaba. Kuna mahali alivishwa michongoma, kuna mahali alitolewa nje ya lango, akamwaga damu ili watu wakapata utakaso. Sasa ile ndio njia ya msalaba. Ukisikia njia ya msalaba, basi ile ndio njia ya msalaba. Sio ile njia ya kubeba msalaba physical kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatuwezesha, kuna siku tutakuja tutafundishana njia ya msalaba. Lakini leo tunazungumza katika haki. Tutasoma kitabu cha Romans 10 mstari ule wa 4. Warumi 10 mstari ule wa 4. 10. Wa 4. Ukifika Mungu akuwezeshe usome, alafu mimi nitakusoma. Maana Kristo ni mwisho wa sheria. Kwa maana Kristo ni ukomo wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Ili kuwe na haki kwa kila aaminie. Sasa Yesu Kristo alileta ukomo wapi? Pale msalabani. Ili kila atakayemwamini kwa damu yake ile apate nini? Apate haki. Kwa hivyo haki yetu iko katika damu. Lazima tujifundishe kuiita damu ili tukafanye nini? Ili tukaweze kupata baraka iliyo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Tukapate baraka iliyohesabiwa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Ni haki yako katika kila kazi upate faida. Sasa kile unalolifanya lazima huo utapata faida. Na faida ile iko katika haki. Haki ile iko katika kuamini. Kwa wale walioamini wote, amini na tumaini, sote sisi hapa tumeamini. Kwa kuamini kwetu tumepata haki. Lakini lazima tuijue haki hii tutaiitisha vipi. Somo hili kama ulilifuata makini tangu mwanzo, tulivyozisomesha tukajua zile nguvu, tutazitumia zile nguvu kuitisha haki. Bwana Yesu asifiwe. Tutatumia zile nguvu za damu ya Yesu Kristo kuitisha haki tunayohitaji. Kama ni ndoa, unajua kwamba ndoa haki yake, ndoa katika ndoa ni upendo, nipendwe, ni kutunzwa, ni kulindwa. Kunayo haki ya ulinzi, kunayo haki ya kupendwa ambayo utaiitisha. Kunayo haki ya kazini unapofanya kazi. Pengine umelemewa ndani ya kazi yako. Supervisor amekulemea, manager amekulemea. Unasimama na damu ya Yesu Kristo, unadai haki yako. Biblia inasema kwamba atabariki kazi ya mikono yako. Sasa wakati anabariki kazi ya mikono yako, lakini kunao mtu ambaye amesimama kinyume na kazi yako, utadai haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Utadai haki yako ya damu ya Yesu Kristo katika kazi. Hili somo ni somo zuri sana. Somo ambalo ukituliza akili zako ili ukalifyonze somo hili, ili somo hili likapate makao ndani yako. Kuna vitu vingi sana ambavyo ulikuwa unapata tabu nyuma kwa sababu ufahamu haukuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. 2, utaitisha damu kwa ajili ya utakaso. Utakaso huu utatakasa sehemu tofauti. Utajitakasa wewe mwenyewe, utatakasa watoto wako, utatakasa kazi ya mikono yako, utatakasa maeneo ama mazingira uliopo. Kuna mazingira ambayo yamelaaniwa. Umekwenda katika mazingira ambayo yamelaaniwa, lazima uitishe damu ya Yesu Kristo.
Wengi wetu tumeenda nyumbani wakati wa malikizo, tumeenda nyumbani. Tukipofika nyumbani, tukirudi tukashindwa hata kuomba. Tukabeba ndoto za ajabu tulipokwenda nyumbani. Kwa nini? Tumekwenda tukajivika mahali ambapo mahali pale, kwa mfano tu, kwa mfano mimi nitakapokwenda kwetu, mimi ni Mchoni. Nitakapokuwa nimekwenda kule Choni, kabla sijashuka ndani ya gari, waita watu wangu. Nitawaambia sasa tumefika. Tuombe. Tunaitisha damu ya Yesu Kristo. Utakaso wa damu ya Yesu Kristo. Tunatakasa yale maeneo kwa chochote kilichopandwa, chochote kilichoegezwa mahali pale, kwa kuwa mahali pale kuna wingu. Wingu lile utakapoingia ndani, wingu lile linalo kufunika. Wanaisraeli walifunikwa na wingu la utukufu katika mahali pa makuu walipokuwa wanakutana, mahali pa makutano. Walifunikwa na wingu la utukufu. Sasa mahali pale tukiwa watu wanaabudu miungu, kuna wingu liko mahali pale. Sasa wewe usipojua, ukiingia lile wingu linafanya nini? Linakufunika. Sasa sisi huomba, tukaitisha damu ikatakasa yale maeneo pale katika muda utakaokaa mahali pale, ili lile wingu lisitushike. Kile kilichopandwa pale hakitakuwa sehemu yetu, hakitakuwa fungu letu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tutakapoondoka, tukifika nyumbani tuko sawa. Lakini wewe unakwenda, ukifika pale bila kujua, unaingia naingiliana na watu, unafunikwa na wingu. Ukija huku unashindwa kuomba. Ukija huku unashindwa hata kusoma Biblia, kwa sababu yule mtu wako ndani hakoparate na wewe, amefunikwa. Sasa mpaka ujianze kujichaji polepole ndio urudi. Lakini kukosa fahamu, unabakia katika umateka, maana tayari uko katika kifungo, umefungwa. Bwana Yesu. Mahali kama pale tunaitisha damu ya utakaso. Tunaitisha haki ya utakaso ulio ndani ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunatangaza utakaso wa damu ya Yesu Kristo ili unasuke katika jambo kama hili. Tunasomea kitabu cha Waebrania 13:12. Waebrania 13:12. Tumeshaisoma hii hapa lakini Therefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood suffered outside the gate. Vivyo hivyo Yesu naye aliteswa nje ya lango la mji, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Sasa tutaitisha damu ya utakaso. Kuna vitu ambavyo ilikuwa haiwezekani kufanyika mpaka mtu atoke. Yesu Kristo alitolewa nje ya lango. Kuna kisa kimoja pia. Kuna bwana mmoja Yesu Kristo alitaka kumponya macho. Akamtoa katika mji, akamweka nje ya mji, akamponya yale macho yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili si tupate utakaso, ilibidi yeye atolewe nje ya mji. Asitakasiwe pale ndani, atolewe nje ya mji. Ili kuna wengine watu wa mataifa nao pia watakasike, sio wale walio pale peke yao. Ni ishara ya kwamba kuna wengine wa mataifa pia nao wafanye nini? Watakasike kwa damu ile ile iliyomwagika kwa utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jambo ambalo katika utakaso kuna vitu vingi ambavyo tunavihitaji kusimama katika utakaso. Hasa sisi wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeenda madukani, tumeenda kazini, tukirudi nyumbani tumebeba. Wengine kule mtaani ukasema wanabeba vipeto mpaka wanakuja wanatembea namna hiyo, wamebeba tomato nini. Bwana Yesu asifiwe. Ukija nyumbani nasi, nini cha kufanya kwanza? Na vitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu unanunua nguo. Unajua kwamba kuna mapepo wengine wanaweza fuata nguo umeinunua mwenyewe dukani.
wakaifuata ile nguo, True. wakaingia ndani ile nguo, wakaja nyumbani, ukawaleta wewe ndani ya nyumba, unanunulia watoto nguo, umejinunulia wewe mwenyewe nguo, viatu vizuri umeviweka pale, haujavitakasa, lakini kunayo roho ilikuchunguza tangu kule, ikakufuatilizia mpaka nyumbani, ikakaa ndani, ikapata mlango anapomeleta mwenyewe. Kuna bwana mmoja anaitwa Ekana walipokwenda Jericho kwenye vita, akabeba kitu kule, akakileta huku. Alipokileta huku, Musa anasema kwamba kuna nini huku? Mbona watu hawaeleweki hapa, kuna nini? Kumbe yeye amechukua kitu, lakini kile kitu roho ikaingia ndani ya kile kitu, kakifuata, ikaleta uchafuzi ndani ya mahali pa kukutania. Sasa wewe unaweza beba kitu bila kujua, lazima ukitakase kwanza. Unaweza kuwa na gari, Wakenya wengi sana si rahisi mtu kununua gari brand new, unanunua magari second hand. Haujui gari lile lilikuwa kwenye mkono wa nani, lilimilikiwa na nani. Lazima uitishe utakaso wa damu ya Yesu Kristo, ulitakase katika umiliki wa kwanza uliokuwa katika gari lile. Kuna vitu umevinunua dukani, factories nyingi zinatumia miungu, factories nyingi zinatumia, lazima uitakase vile vitu na maagano yaliyofanyika katika nini, katika factories. Jamani, huu ndio Kristo huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa katika Uislamu, watu wanasema Kristo anahisi tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ukristo usipoongozwa na Roho Mtakatifu ni mgumu hata kushinda ule Uislamu usipoongozwa. Kwa hivyo tujitahidi tuongozwe na Roho Mtakatifu kwa kila jambo, ili akakuwezeshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakuwezesha vipi? Hawezi kuitumia hata damu ya Yesu Kristo bila kuwa wewe mwenyewe umemkubali huyu Kristo. Kuna wengi wako ndani ya Kristo, kujitiatia tu ndani ya Kristo, lakini bado hajamkubali Kristo. Katika kitabu cha Yohana 1:12 nadhani. Soma Yohana 1:12. Yohana 1. But as many as received him, to them he gave them the right to become the children of God, even those who believe in his name. Biblia inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hapa katika hili jina hapa, Mungu akituwezesha tutakuja tufundishana hili jina. Hili jina hili tutakuja tufundishana. Biblia inasema wale wote waliompokea. Sasa wewe za kuwa hapa unatamani sana kuitumia damu ili kuitisha utakaso, ili kusimama nayo, lakini bado haujampokea. Kuna uwezo wakati wewe utakapokuwa umempokea Kristo, atakupa uwezo. Atakupa uwezo sio wa kufanyika kuwa mtoto tu, atakupa uwezo wa kutumia vitu vyake. Hivi unataka kutumia vitu vya Yesu wakati yeye mwenyewe hauja kumpokea. Yesu asifiwe. Amen. Tafakari hilo. Unaweza kuwa uko hapa lakini bado hujampokea Kristo. Lakini katika neno hili linakushawishi kwamba ufanye nini? Utumie damu ya Yesu Kristo. Na damu ya Yesu Kristo aliwapa kwa wale ambao wanamwamini. Damu ya Yesu Kristo inafanya kazi kwa wale ambao wanamwamini. Wewe unaweza kuitisha hii damu ya Yesu Kristo asubuhi mpaka jioni. Lakini ikiwa wewe mwenyewe humwamini, haina kazi, haitafanya kitu chochote. Utapewa damu, lakini itakuwa utapewa damu maji kama juice, rangi nyekundu. Lakini sisi tutakapoita damu ya Yesu Kristo, hatupewi ile, tunapewa kilicho ndani ya damu ya Yesu Kristo. Amen. So utakapokumpokea, utakapoita damu ya Yesu Kristo, haupewi ile juice, haupewi ile rangi, unapewa kilicho ndani ya damu ya Yesu Kristo. Lakini kama hujampokea, utapewa ile nyekundu. Sio umeitisha damu, usapewa hata damu ya kondoo, utapewa damu ya mbuzi. Wewe sio umeitisha damu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4.
itisha damu ya Yesu dhidi ya upinzani. Damu ya Yesu Kristo tutaitisha katika upinzani wowote. Justification. Hiyo roho iliyokuja kwa kukupinga. Biblia inasema kwamba walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wao. Katika Ufunuo 12:11. Sasa upinzani utakujia wewe. Na utakapokujia upinzani ule, utaitisha damu ya Yesu Kristo dhidi ya upinzani ule. Bwana Yesu asifiwe. Kuna miradi pengine umeifanya ukashindwa kuendelea. Hata katika kazi za mikono yetu tunafanya, watoto wetu tumeona upinzani. Sasa tuna nafasi ya kuitisha damu ya Yesu Kristo dhidi ya upinzani wa aina yote utakaosimama mbele zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumzia kidogo. Tukienda ya tano. Ya tano inasema kwamba ni lazima upanue ufahamu wako kwa faida za ukombozi wako. Lazima ufanye nini? Upanue ufahamu wako. Utakapojua Yesu Kristo pale msalabani alikufa kwa ajili gani? Alikufa ili mimi nifaidike na nini? Sasa unapanua ufahamu wako, kazidi kuitisha haki yako kupitia katika ukombozi uliofanyika katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haya machache, Mungu awabariki, na tutazidi kufundishana siku ya kesho. Tutafundishana pia bado, na tutarejelea hichi kipande hichi cha tano, tutakirejelea tena kesho ili tuzidi kwenda mbele, tufundishane jinsi ya kusimama ama jinsi ya kuitisha damu ya Yesu Kristo. Asante kwa kunyazima masikio yako uliye mahali hapo. Amen. Na Mungu akubariki, Mungu akupe wepesi, Mungu akuongoze katika utakapotumia damu hii, akupe ufahamu, akupe maarifa, akupe na hekima. Amen. Kusoma kitabu cha Isaya 60:11. Therefore, your gates shall be open continually. They shall not be shut day or night. Malango That yako men may bring to you the wealth of the Gentiles and their kings in possession. Malango yako hayatafungwa. Utakapokuwa umepewa ufahamu, utakapokuwa umepewa hekima, utakapokuwa umepewa maarifa ya kuitumia damu ya Yesu Kristo, malango yako hayatafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naombea kwamba malango yenu siku ya leo yafunguliwe, yawe wazi. Amen. Ili upate ufahamu ya nini kilifanyika Golgotha. Amen. Watu wengi wanajua damu wakajua damu ilimwagika, lakini ufahamu ya nini kilitokea katika msalaba wengi hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa hayo machache, Mungu awabariki. Amen. Amen. Kuna mmoja wetu kumwamini Yesu Kristo kabisa. Lakini kama mambo haya hayana msaada, kama kwa jinsi alivyosema juzi kwamba unaweza ukawa unafanya kampuni ya kuunda sabuni, lakini ukawa unaondoka na uchafu wako kwa sababu hujatumia sabuni. Naye mmoja hajaokoka. Sione haya, wokovu ni sasa. Maana hii neno haina maana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tupigie Yesu makofi.
kama wanajeshi wale wa Yoshua nakula ukiangalia adui anakuja namna gani. Kufika hapa dakika 20 tu tumefika hapa, ndio tuanze mapema tupate nafasi ya kuendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pokeeni salamu kutoka kwa Sister Emma. Nimeongea na yeye, anaendelea vizuri na mtoto wake pia. Amen. Asante.